Naam, walikuwepo, wamekuwepo na watakuwepo. Tunawazungumzia nani hawa? Tunawazungumzia jamii ya Wapokomo ambao wanapatikana katika County 004 ama ukipenda Tana River County ambayo iko chini ya Gavana Dadho Godhana. Alright, na sasa hivi niko katika mji wa Hola ambao ndio headquarters ya Tana River County ambapo wengi Wapokomo wanapatikana. Kwa muda mrefu wamekuwa kiulizwa, jamani, hawa jamaa wanaishi wapi? Wanatokea wapi? Do they really exist? Ama kwa upande mwingine tulisikia jina lao katika social studies peke yake na wakaishia hapo. Now, there's a funny thing ambapo kwa upande mwingine itakuwa inatokana kutokana kwa Wapokomo, manake wengi wanawajua pale kama Walamamba. Ukiniuliza kama nishai kula mamba nitakwambia ndio, manake damu yangu imetokea huku. Lakini siku ya leo pia vile tutakuwa tunaungana na baadhi ya watu ambao pia vile wametokea katika land ya Tana River, na kwa upande mwingine pia vile wanafanya vitu ambavyo kwa upande mwingine si kila mmoja ambaye anawezana navyo. Alright, na ni talanta ambayo kwa upande mwingine pia wewe niko sure itakupendeza tena zaidi. Ni talanta ambayo kwa wengine wamekuwa kiona katika sehemu mbalimbali za taifa tukufu la Kenya, lakini leo tutakuwa pia vile tunaweza kuiangazia kutoka hapa kaunti ya Tana River, ikiwa tuko mji wa Hola. Zidi kutegea, maanake katika Living Legends siku ya leo jamani, itakuwa episode ambayo itakuwa inapendeza tena zaidi. Mimi ukiniita kama Uncle the top rated au utakuwa umekosea. Zidi kutegea, alafu jamani tutakuwa tunaweza kujuza ni nani huyu ambaye tutakuwa tunamweka katika kiti moto siku ya leo. Naam, mpenzi mtazamaji, karibu tena katika another episode ya Living Legends, na kama nilivyokuwa nimekutaarifu hapo awali ni kwamba sasa hivi tuko ndani ya kaunti ya Tana River na siku ya leo itakuwa inapendeza tena zaidi kuona kwamba by the way katika kaunti ya Tana River kuna talanta ambazo kwa upande mwingine zinasisimua macho. They are beautiful to watch by the way. Na siku ya leo basi tutakuwa tunaungana naye kijana fulani ambaye anafahamika kama Oliver Jilo, ambaye nimekuwa nikimuona mitandaoni akifanya mitikasi yake, na nikasema nitakuwa nafika ground ili jamani kuweza kuangazia labda hii talanta yake itakuwa labda ni kitu gani kilimu inspire kuweza kuingia katika hii talanta yake, na pia vile je, amepata support yoyote hata labda kutoka kwa county government, na labda kwa upande mwingine inamlipa, maana kiwezi kuwa unafanya tu talanta na haikulipi jamani. Alright, lakini kwanza jamani, karibu sana bwana Oliver Jilo. Asante sana Uncle Lee. Nafurahia kuwa kwenye show yako na natumai tutakuwa na wakati mzuri. Alright. Manake unajua juzi nikipitia mitandaoni nilikuwa nashangaa jamani, huyu jamaa hizi vitu ambazo anafanya vilianzia wapi? Lakini kabla sijaendelea, kwanza unajua sasa hivi pia nikiangalia haujazeeka sana na pia uko katika mchakato wa Gen Z. Uko kadi? Yeah, uko kadi kabisa sasa hivi. Unasema kwamba unajua wanasema kwamba sasa hivi kuna shule inahitaji mbogi hapa mbele. Kwa hivyo sasa hivi uko kadi. Tukiachana na mambo ya kuwa kadi sasa hivi, umesema vizuri ya kwamba labda ni talanta ambayo labda umekuwa ukijishughulisha nayo, labda inafahamika kama vipi, na pia kwa upande mwingine labda ni kitu gani ambacho kilikuinspire kuweza kufanya hii talanta ambayo unaifanya sasa hivi? Okay, this sport of mine it's called freestyle football. Na inspiration nilitoa from those Joga Bonito videos from the likes of Ronaldinho, Cristiano Ronaldo. I used to enjoy those kinds of stuff. But then nikiwa shule sikuwa na time ile vile nikiwa high school. But then when I finished high school nilikuwa na a bit of more time. So
take a bit seriously. So nikaingia kwa YouTube pale. In the midst of searching nikapatana na the actual football freestyle. Juu at first it was an inspiration from the normal football. But then nikapatana other freestylers such as Sian Gania from France. Kuna kina Charlie Iacono from Argentina. So those freestylers inspired me to take up freestyle seriously. Okay. Yeah. Kwa hivyo unasema kwamba hapo ndipo ukaona kwamba by the way I can do this thing. Manake mimi nikijaribu kupepeta mpira jamani, mpira ndo unanipepeta mimi. Nimeona sasa ile nikiona ukifanya freestyle kidogo unazungusha mpira unaweka kwa kidole hivi. Mimi nilikuwa najaribu na sahani nikiwa high school. Lakini zilivunjika sana. Lakini anyway, tukiachana na hayo, labda sasa hivi umeifanya kwa muda gani? Na kwa upande mwingine labda kuna manufaa yote ambayo labda umeweza kupata kupitia hii fani yako ambayo unajihusisha nayo. So now I can say it's around 8 years hapo. Yeah. And freestyle has opened a lot of opportunities for me. Juu nakumbuka at some point shule campus nilikuwa nimekuwa mafii. Kwa nimetafuta usaidizi hapa na pale. Nikakosa, ikashindikana. But then I had this sport. Nikiwa pale campus nilikuwa na stress nini. So this sport in a way ilikuwa ina act kama a source of inaitwaje, kama meditation hivi na pia in some way ilinipatia income, but sikuwa na expect itanipatia income. Mimi nilikuwa tu na train kutoa ile stress. But then all of a sudden nikaona challenge online ya ITEL. So mimi hata hiyo time sikuwa na simu, niliomba best simu, tukarecord hiyo video na nikatuma. So nikangoja until winners were announced. Luckily winners were announced for that Pepeta challenge. Nili emerge number 1. Na nikaangukia 80k. So hiyo do in some way ilinifinance kumaliza fee. Na pia ilinisaidia kupata equipment, kununua simu na vitu zingine ndogo ndogo. So in some way hii sport, kama si hii sport singemaliza shule, to be honest. Mimi kama ni mimi ningeangukia 80,000. Na sasa hiyo kuna maua pale shule. Ulisema ulikuwa university. Na tunajua kwamba ikifikaga weekend Friday ni sherehe. Niko sure by the time inafika the next Monday ningekuwa nimebaki na 2,000. Lakini unasema kwamba this is discipline ambayo ulikuwa nayo na ulijua what you wanted, and ukasema kwamba masomo mbele. Na ni kitu ambacho pia labda ningetaka kuuliza, labda kwa upande wa wazazi walichukuliaje, because for the normal African parent, akiona kwamba labda kwa upande mwingine uko na talanta, inakuwa ni noma sana, na kuambia sasa hiyo achana na talanta yako, shikilia masomo kwanza, kisha baadaye utafanya talanta yako. Was it the same for you, ama kwa upande mwingine walipoona kwamba labda unajishughulisha na hii fani wakasema it's okay, you have our support? At first ilikuwa mshike, but then aliona aliona progress yangu na ile effort na put na pia akaona napata some return, akanisupport. Anza kunisupport. Mzazi hawezi kusupport kama haoni kitu inaku benefit. Sema tu kweli. Yeah. Kwa hivyo aliona kwamba kuna mtonyo unaingia mahali, akasema sasa mtoto wangu, baraka nimekupatia, you can continue this thing. Wewe sasa hivi labda ukijiangalia mahali ambapo umesimamia, unahisi ya kwamba labda in the next generation, labda kwa watoto wako, je, unaona kwamba akianza kuonyesha kwamba akona dalili za talanta fulani mapema, utamkubalia mapema, ama pia utamwambia kwanza pia asome alafu baadaye ndio ashughulike na talanta? For me, I'd advocate for both. A balance both masomo na talent. Ile enye itambahatikia ya kwanza apasiu. Unajua sports, it's a very short career. Sportmen hawendangi for more than 20 years of active sports. Most ni kama 10 years then wana retire. So ukiretire, what next? So lazima ukuwe na plan B, lazima ukuwe na backup. Yeah.
So Okay. for me both. Yeah. Sawa sawa. Labda sasa hivi tukirudi sasa katika fani yako, how do you ensure kwamba labda una stay relevant na kuona ya kwamba kila kukicha unafanya hii art yako na kwamba kwa upande mwingine hauchoki haraka? But to stay relevant sahi in this generation inataka consistency. Because every day kuna new emerging stars. Wewe ukilalisha hapo mwingine atatokea na atagain recognition, wewe ubaki hapo stagnant. So for me ni kujituma, consistency, na pia invest in yourself. Ukishinda competition mahali, invest in yourself, tafuta equipment nini ndo at least quality yako iende juu kiasi, ndo pia like kupata gigs hizi corporate zione wewe ni mtu serious. Labda kwa upande mwingine how much do you practice? Na sasa hivi labda ushamaliza shule, labda na kwamba labda umemaliza shule, labda are you working, na utakuwa labda unajipartition vipi kuona ya kwamba labda uko kwa sports at the same time na bado pia unashughulika na mambo mengine? So currently I'm working, though it's a contractual thing, but I'm working. So in the morning I train for like 2 hours at most. 2 hours? Yeah. Asubuhi? Yeah. Before uende kazini? Before niende kazini. Kazini una report saa ngapi? Kazini na report kama saa 2. Saa 2? Saa 2. Meaning if you are to do 2 hours a day, unaamka by saa 10 asubuhi? By tuseme 5:30 hapo. Sasa labda hii practice yako ina consist ya vitu gani? Labda ni what kind of labda practice do you do? So for me usually nikianza training naanza na stretches. Alafu after hapo unajua this sport iko na different styles. Kuna lowers ni tricks za unafanya na miguu kama umesimama. Kuna sits ni tricks zenye unafanya ukiwa umeketi. Okay. Kuna uppers ni tricks unafanya na kichwa. Yeah, alafu kuna acrobatics. So there is a way you can combine this sport with acrobatics. Kuna venye unaweza gonga ball juu alafu upige soma ushike hivyo. Alafu pia kuna aspect of break dance. This sport pia unaweza combine na break dance to add some flavor. Okay. Yeah. And yeah, that's it. Kwa hivyo hizo ndio vitu ambavyo labda katika training yako ni vitu ambavyo una consist kuona kwamba labda how lose ile rhythm, alafu pia unajaribu ku innovate kuona kwamba labda ikiwa utajipata labda katika competition basi you have something to fight for. Yeah. Labda kufikia sasa hivi manake tuko ndani ya kaunti ya Tana River. Na kufikia sasa hivi I think you are the only one ambaye nimeona akifanya this kind of sport. Yeah. Labda kuna watu wengine ambao wanaifanya katika kaunti ya Tana River kweli, ama you are the only one? Iko kuna my cousin anajaribu cousin yako? Yeah. Of which apart from the cousin thing hakuna. Makosa makubwa. Is it ya kwamba labda hailipi ama ni watu hawaijui ama what is not happening? The thing is inataka kujituma na discipline. So for most people hiyo discipline ndio ngumu. Discipline. Kwa hivyo unasema ya kwamba bila discipline katika hii sport hawezi kufanikiwa? Hawezi. In anything bila discipline. Hawezi. Manake unajua nimekuwa nikiangalia sana hasa katika kaunti ya Tana River. Katika masuala mazima ya sports kidogo labda wewe mwenyewe unayaona vipi? Zite kwamba labda pia kuna support kutoka katika county government ama sijui kama iko juu so far sijaona, but maybe iko, siwezi sema haiko, but so far sijaona. Okay. Na labda sasa mtu kama wewe kufanya sport kama hii ni kitu gani ambacho kina kuinspire to go on day by day, kwa kwamba labda support ni minimal? Yeah, support ni minimal, lakini for me it's a passion. Na pia ni kama meditation kwangu. Nikiwa na stress nini kama mtu natulia na ball yangu na kupeta na napata na kuwa relief. So it's a passion. I wish ningekuwa na passion kama hizi, manake kwa upande mwingine ningekuwa na wakunywa. Hawajaanza ku DM?
Hapo tricky kidogo, nitaingia kwa mashida. Utaingia kwa mashida. Sometimes kwa DM si shida, si wanaweza sema tu amependa nini, lakini wewe mwenyewe tu discipline yako unaambia check, I know unaweza sema hivyo, but niko sawa. Wanaingia lakini niko na mtu tayari, so nikijibu nitaingia into hot soup. Okay, kwani iko nini? Wakileta shida mimi njoo niambie bana, nitakutetea. I know how tunaweza saidiana hapa. Wangu wanapitia hizo DMs mbaya sana. Anaziona na anataka kuleta shida hapa na pale. Noma. Kuanzia leo ametangaza ana mtu. Nisione mtu kwa DM yake kabisa tafadhali. Kama unahisi ya kwamba sijui ati unataka kupata mtu, sio huyu. Ameshasema kwamba ana mtu wake, kwa hivyo hiyo story imekata. Are we clear? Watoto wa kike? Haya, sawa. Labda moving on forward. Umesema vizuri, ni kitu kimoja ambacho labda wakina kufanya labda una meditate. Labda what are your daily battles, wewe kama mtoto wa kiume, kuona kwamba labda tuko katika hii generation ya sasa hivi ambapo mambo ni mengi sana ambayo yamezungumziwa kuhusiana na mtoto wa kiume. So for me, the biggest battle ile ya support. Unajua at some point unaanzia mahali then unataka upgrade to get to the next level. So ile kupata equipment ndio tricky kiasi juu unajua equipment za videography ni somehow expensive. Ziko pricey sana. So kupata hizo equipment ndio challenge kiasi. So equipment peke yake ama pia vile manake nikiangalia katika training yako pia unahitaji mipira. Labda mpira moja huwa ni kama shilingi ngapi, na labda huwa unahitaji kama mpira mingapi kufanya labda training yako? So far naweza sema naweza hitaji mipira kama 3 na a ball ina cost kama between 3500 na 4k hapo. 3500 to 4000. Mpira mmoja huu. Is it ya kwamba labda ni quality ama there's a specific ball ambao unatumia kufanya hii art yako? Actually ni both quality na a specific type of ball. Juu huwezi chukua ball yoyote. Juu ukichukua ball substandard itakusumbua. So I have to go for certain quality. Na labda tukio sasa hivi katika maeneo kama haya yanapatikana ama sometimes you have to ship from other parts of the country? Actually I have to ship. Huku kupatikana ni ngumu. Okay. Mimi hupenda sana zile za Champions League, na huku kupatikana ni tricky kiasi. Kwani hiyo mipira ya Champions League inakaaje bado? Kidogo hapo unanitatiza. Kuna special touch. Acha nikwambia tu hivyo. Plus hizo stars zinakuanga inspiration. Kwa hivyo unasema kwamba labda ukiona pale unasema kwamba now this gives me inspiration kuona kwamba labda siku moja nitakuwa in the big stages. Labda kufikia sasa hivi ama kabla sijaenda to this question, manake pia umezungumzia mipira na nikataka kukuuliza hili swali. Huwa mpira ukifanya hii art huwa uko full umejaa, ama kwa upande mwingine ni ule ambao haujajaa kabisa? Manake nimejaribu nikupepeta mpira lakini miguu yote ni ya left. Sasa tukasema acha tushikilie utangazaji. Actually siwezi kupatia specific answer because it depends on the person. Kuna mwenye anapenda ikiwa imejaa, kuna mwenye anapenda ikiwa half full, kuna mwenye anapenda ikiwa haina upepo kabisa. So for me napenda ikiwa almost full, sio kama imejaa kabisa but almost full. Naona hapo unakuwa na control nyingine nzuri. Manake ball control nayo mimi naona tu ni kama ni talanta tu kivyake. Nilijaribu nikiwa mtoto. Nasema bwana vitu vingine labda tu control tumbo peke yake. Naweza sema ni like 20% talent na 80% effort. Kwa hivyo kabisa paka unajua kwamba labda ball is it a mental thing ya kwamba labda unajua ball ikitoka hapa labda ikitoka kwa mkono unairusha wapi? Maanake kuna moja wanaona mnazungusha mpira hiyo alafu mnauleta hivi alafu mnaurusha unakuja hapa. Huwa unajua kwamba labda after hapa mpira unaenda wapi? Ni muscle memory.
muscle memory. Sasa hizo vitu gani ndugu yangu? Ama ni part of the training, unajua kabisa this is how you train the flow of the body. You know, the more you do something, the more muscles zako zinazoea tu, inakuwa tu ni seamless, effortless. Yeah. Okay. Sawa sawa. Sema mpenzi mtazamaji, ni katika masuala mazima hapo pia ambayo pia unaweza kuyafahamu, na kama nilivyokuwa nimekutaarifu siku ya leo tuko ndani ya kaunti ya Tana River hapa, ambapo tuko katika headquarters Hola, ama ukipenda ni mji wa Hola, na tuko naye kijana ambaye anajulikana hapa kama Oliver Jilo, ambaye kwa upande mwingine anafanya football freestyling, you know. Sasa sijui yake kama ni football ama ni handball ama ni acrobatic ball, lakini amesema tu ni freestyle. Unajua pia vitu vingine lazima tujifunze polepole, lakini anyway tuko naye hapa ili kuweza kukufahamisha mengi ambayo labda hujayafahamu kupitia mpira kama huu, na ni baadhi ya talanta ambazo ziko katika kaunti ya Tana River. Mpenzi mtazamaji, zidi kutegea, maana tunapata tu pumziko fupi tu kidogo, angalau tunywe maji, kisha tukirudi tutakuwa tunaweza kuendelea na huu mchakato mzima wa Living Legends. Keep it locked. Okay, mpenzi mtazamaji, karibu tena. Sasa hivi tukiwa tumerudi ili kuendelea na mazungumzo yetu hapa na kijana Oliver Jilo. Ukiniita pale Uncle the top rated utakuwa umekosea, na kama nilivyokuwa nimekutaarifu jamani, tuko ndani ya Hola jamani. I love this place. Maana kwa upande mwingine wala siojua this is the place that I was born, na sasa hivi tunarudi tu ili angalau kuweza kutambua zile talanta ambazo ziko on ground. Now Oliver, tumezungumza mengi, lakini labda what is the greatest challenge ambayo umepitia while performing this art? Naweza sema mabroka unaitiwa show mahali, a broker ana act as a bridge between the actual client na wewe. So utapata broker anakuitia show, anakuambia show ni 2,000. Na huko kwa the client themselves amesema show wewe unalipisha kama 20k. So wewe atakujenga zako 2, alafu yeye aweke mfukoni 18. Okay. So that's one of the biggest challenges. Kwa hiyo unasema sharp boys wamekuwa wajanja wa mjini, wanawakulia sana, usipokuwa serious kidogo wanakuteka. Labda have you ever thought of having a manager ambaye kwa upande mwingine atakuwa ana make the business terms for you, ama sasa hivi you are just wewe kama for now? Yes, na consider kuwa na manager, but I need to first understand the business first myself, then consider a manager. Okay. Manake pia kuna swali ambalo najiuliza hapa katika hii fani yako ambayo umefanya, labda what is the highest amount of money ambayo kama unagopa kuitaja, you can just give a range. Sio wakaanza kufanya ile kitu. The highest naweza sema ni kama 200k. 200,000. Yeah. Yeah. Was it a competition or what happened? It was a show. Yeah. Naitwa kabisa pale mwende muonyeshe talanta yenu, alafu hela ikaingia. Na nilijua there's something I'm not doing right. Ndio maana sipati hizi hela. Kwa hivyo nasema pia nikianza saa hii naweza shikanisha kama wewe, ama kwa upande mwingine there's a certain age ambapo mtu anaanza. Kuna challenge. Ni effort yako kujituma. Okay. Alafu pia if you grow your brand, pia ina position in a way that opportunities zitakam virahisi. Pia unajua brands ndio kupatia deals. Lazima uonyeshe unarudisha nini, their return on investment. Okay. Lazima pia ukuwe na something to offer. Okay. Yeah. All right. Na pia kwa upande mwingine unajua ningetaka kujua hapa, maana umesema kwamba labda this is one art ambayo sometimes inakupeleka into meditation. What was your lowest moment as a man? My lowest moment. My lowest moment naweza sema ni when I was beginning the sport. Unajua hiyo time sikuwa na job, sikuwa naweza jifinance. So
unapata huna ball, huna viatu, so unapata tu kuna stress. But all in all, mtu unang'ang'ana, unajituma, unafanya hustle pale na pale, at least unapata hizo equipment. But ile capital ya nini ndio ilikuwa challenge. Okay. Na labda baada ya kwamba uliweza ku overcome na kuna mmoja ambaye sasa hivi labda anapitia the same thing, utamwambia nini? Mimi naweza mwambia just start with what you have. Anza na kile ambacho uko nacho kupata kile ambacho unataka. Then utaenda ukibuild pole pole. Alright. Sema ni madini ya kutoka kwa kijana Oliver, mpenzi mtazamaji. Kwa hivyo I think si kwa fani peke yake, lakini I think ni katika art yoyote ile unapatiwa advice ya kwamba unaanza na kile ambacho uko nacho kufikia kile utakacho. Alright. Na I think itakuwa ni advice moja nzuri kwa yule yote ambaye labda anataka kuingia katika masuala mazima ya freestyle, basi atakuwa anaweza kuitumia. Lakini sasa hivi labda moving on forward, je, unafikiria labda ku work with brands ama labda has there been a brand ambayo kwa upande mwingine ishe ku approach ikasema labda kwa upande mwingine tunaweza penda kuona art yako tukupie sponsorship labda ya masuala fulani, ama kufikia sasa hivi bado? Kufikia sasa na bado, but I'm hoping for the best. Maana unajua pia wanasema kwamba tuko katika era ambayo mtandao ni kila kitu. Labda how much input ambayo labda huwa unawekeza kuona kwamba labda uko na flow of content katika mtandao? Mimi try to upload almost daily. Unajua algorithm ya social media inaenda na how frequent you post. Si ati unapost leo then unakaa wiki mbili unapost tena. Algorithm haita catch up. Okay. Alright. Sema ni katika tu masuala ambayo sasa hivi tunaweza kuangazia mtazamaji. Kwa hivyo ikiwa hata wewe sasa hivi unataka kuingia katika masuala mazima content creation na hapa na pale, basi amesema Oliver hapa kwamba kwa upande mwingine consistency yako na jinsi ambavyo algorithm itakubali, basi you need to post regularly. Na niko sure hapa ni katika mtandao wa TikTok, maana huko ndo nimekuona. Unajua mimi wanapenda sana sometimes ukiingia katika mitandao pale unazurura tu unaangalia ni vitu gani ambavyo labda vina trend katika wakati kama labda in the next 5 years unaona Oliver akiwa wapi? The next 5 years mimi nataka ku combine hii art yangu na videography. Napenda sana videography. So in the next 5 years naona nitakuwa more over videography with some freestyle element. Kwa hivyo unasema kwamba haishii hapa peke yake, lakini ni art ambayo imekuonyesha kwamba pia vile vile unafaa ku rely on other skills, ambazo pia zinahitajika katika content creation hapa. Kwa hivyo unasema kwamba sasa hivi pia vile vile unawazia kufanya videography. That is nice. Manake I think si kitu kibaya, and it's one skill ambayo kwa upande mwingine najua inalipa sana. Kuna baadhi ya vijana ambao nimeona wakijihusisha pale na naona kazi ambazo wanafanya they are beautiful works. Na sasa hivi labda tukisonga mbele katika fani ambazo sasa hivi unajihusisha nayo, unahisi ya kwamba labda inakuweka wapi katika jamii? Unahisi ya kwamba labda kuna heshima fulani ambayo unapata? For me, naweza sema nataka yani ile ku-inspire society like ku advocate for like zinaitwaje versus kama drug abuse, like nataka kutumia hii sport to change lives of the youth. Unajua kuna vitu kama drug abuse na kuna early pregnancies, hizo vitu nataka kutumia hii sport kutackle hizo vitu. Nataka the youth wakuwe engaged through talent to avoid vices kama hizo. Okay. Sasa hivi labda tukiondoka kidogo katika fani, sasa acha niulize swali la kizushi hapa tu. Oliver huwa anatumia uongo mara ngapi kwa siku? If need be. If need be. Kwa hivyo kama wanatakikana pale kudanganya siku nzima atadanganya siku nzima. Ina depend na situation. Kwa hivyo sometimes uongo ni muhimu kushinda ukweli. Saa zingine ni tactical. Alright.
Maanake unajua mtu kama mimi I think uongo umenisaidia sana hasa katika utangazaji. Sometimes inabidi umekuwa mbunifu na katika ubunifu pale unatumia uongo ili kupelekea hisia fulani hasa kwa mtazamaji ama labda kwa upande mwingine kwa msikilizaji. Kwa hivyo uongo ni kitu muhimu hata kama ni sin, hata kama ni dhambi pale, lakini inasaidia. Okay. Love life labda imekufundisha nini kama kijana? Naweza sema tu piga wewe, nikasema amepiga matukio mangapi kwa hadi kijana huyu? Lakini ni vizuri upige matukio mapema huko mbeleni. Naam. Ukiwa umejipanga. Hiyo character development ikikupata ukiwa 50 itakumaliza. Kuna mzee juzi tumeona akitrend sana katika mitandao akiimba na nguvu na nikashangaa hamuogopi wazee Naoma. Kwa hivyo nasema kwamba pia imekuonyesha matukio pala pale. Yeah, but at least nashukuru imeniteach life lessons early. Yeah, so sahi najua vile naweza manuva. Yeah. Na kuna kitu ambacho pia labda ningependa tukizungumzie, manake I don't think kama watu wengi huwa wanaliangalia hili swala. Yeah. Black tax. Hasa katika masuala mazima ya Kiafrika naona huwa iko sana. Ukishaonekana kwamba labda unafanya vizuri kidogo tu, basi unakuwa tegemeo la familia. Yeah. Mama anakusumbua kila mwisho wa mwezi, ndugu zako wanakusumbua kila mwisho wa mwezi, anti yako ambaye hamjazungumza miaka 20 anakutafuta na kwambia basi mtoto wangu nimeona kufanya hivi, naomba hiki na hiki. Labda ishe kufika kama wewe, na labda huo unatumia mbinu gani kuona kwamba labda unajitoa katika huo mtego? Mimi siwezi sema imenifikia as such, but for me sisemi black tax ni mbaya. But mtu you invest where you see value. For me black tax siwezi kataa, but nita invest kwenye naona value. Okay. In short, kwenye sioni value hakuna haja. Kama tu kweli hakuna haja tudanganyane. Yeah. Mimi kivyote wanasema kwamba you cut your coat according to your size. Ukiona kwamba labda mtu amekuomba na hauna, usifurahishe watu. Maanake unajua kama sisi watangazaji ndio tunakapitia sana. Unafika katika matatu pale, kwanza wanashangaa huyu anatumia matatu, basi tulipie kila mtu. Na sasa hiyo labda hata unafuliza, wanadhani ya kwamba labda just because uko katika runinga, labda kama uko katika redio basi every day ni siku nzuri. They don't know kwamba sometimes hata ni mwanadamu, kuna siku ambazo unapitia challenges. Labda katika challenges zako aswa ama zile ambazo unahisi kwamba labda umepitia, umetumia mbinu gani labda kuweza kuziovercome? Mbinu ni moja tu. Never give up. Never give up. Yeah, never. Yani pambana liwalo naliwe. Yeah. Hii strategy kata re-strategize, tafuta ingine hivyo hivyo. Okay. Yeah. Sawa. Sema mpenzi mtazamaji, basi itakuwa ni bora tena zaidi sasa hivi jamani tukiweza kuwa na session kama hii na kama sasa hivi unaweza kufuatilia kipindi cha siku ya leo. Tumekuwa na kijana Oliver hapa ambaye kwa upande mwingine ametufunza mengi hasa katika fani ambayo anajihusisha nayo freestyling, ya mpira hapa na pale. Labda mtu sasa hivi akitaka kufuatilia katika mitandao, atakuwa anaweza kupata vipi? Instagram najiita Jilo Styler. JILLO Styler. Just one word. Jilo Styler. Yeah. Na labda katika mitandao mingine TikTok pia the same Jilo Styler. YouTube Jilo Styler. Kwa hivyo kila mahali Jilo Styler. Yeah. Okay. Nikidhani ni strategy nzuri ambayo kwa upande mwingine unajua unapatana na watu ambao sometimes wako katika katika masuala mazima ya talanta, lakini unapata huko jina tofauti, huko anafanya jina tofauti. Kwa hivyo sometimes kidogo inaleta mtafaruku katika masuala mazima ya branding. Now, wakati tunamaliza hiki kipindi mpenzi mtazamaji, nitakuwa naweza kumwachilia angalau aweze kutuonyesha masuala mawili matatu hapa, jinsi gani ambavyo anapepeta mpira na acrobatics pale, ili kuona kwamba labda unaweza kuifahamu zaidi hii fani ambayo anaweza kujihusisha nayo
Mr. Jilo Style. Alright, imekuwa nzuri tena zaidi jamani. Mimi sasa hivi nitakuwa naondoka hapa, lakini tune in for the next one, manake itakuwa bigger and better. Zidi kutegea. Hii ni Living Legends na ukiniita Uncle the Top Rated au utakuwa umekosea.